Hakikisha umemwangusha shetani kwenye nafasi aliyokaa ili uweze kukaa wewe, kumiliki na kutawala. Katika ulimwengu wa roho, shetani anakalia nafasi za watu, anamiliki nafasi za watu, na ndio maana unaweza ukaona kwenye maisha yako mambo yanakuwa magumu, mazingira yanakuwa magumu, na mpaka wengine wanajaribu kukwambia usipoenda kwa waganga, usipoenda kwa mtaalamu fulani hauwezi ukatoboa ukafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kule ukienda unaenda kumsujudia shetani ili shetani akupe mali na akumilikishe vitu, kama vile ambavyo alimwendea Yesu akamwambia, ukinisujudia nitakupa miliki yote hii na fali yote unayoiona. Ndivyo watu wanawashawishi hivyo na kuwaeleza hivyo. Lakini rafiki yangu, leo ninakueleza kwamba iko njia rahisi na nyepesi kwako unayoweza kuitumia na kumuondoa shetani kwenye nafasi aliyokaa ili ukae wewe, kwenye nafasi yako aliyokaa ili ukae wewe uweze kumiliki na kutawala pasipo kumsujudia yeye wala kumwabudu yeye. Watu wanaokaa kwenye nafasi zao na kufanya yote sawasawa na mapenzi ya Mungu ndio wanaoweza kumtoa shetani kwenye nafasi aliyokaa ili wao waweze kukaa na kumiliki na kutawala. Rafiki yangu, unatakiwa uhakikishe unakaa kwenye nafasi yako na unafanya yote sawa sana mapenzi ya Mungu. Na ili uweze kukaa kwenye nafasi yako lazima uhakikishe Yesu Kristo yuko ndani yako. Yesu Kristo akishaingia ndani yako anakupa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuelekeza namna na jinsi ya kukaa kwenye nafasi yako ili uweze kumwangusha shetani, na Roho Mtakatifu pia atakuelekeza, atakuongoza namna na jinsi ya kutenda na kuishi sawa sana mapenzi ya Mungu ili uweze kumtoa shetani kwenye nafasi yako aliyokaa, kwenye hiyo nafasi yako ya kiuchumi, kwenye nafasi yako ya elimu, kwenye nafasi yako ya afya, kwenye nafasi yako ya ndoa. Amekaa hapo, ameimiliki ndoa yako kiasi kwamba ndoa yako haina amani, haina furaha. Ndio maana kila siku migogoro na migongano. Mna vitu vingi vizuri lakini kila siku migogoro na migongano. Kwa nini? Shetani amekaa kwenye hiyo nafasi ya ndoa. Kwenye ulimwengu wa roho, shetani ndo anayeoperate kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yako. Lakini rafiki yangu, hakikisha umemwangusha shetani. Hakikisha umemwangusha shetani. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, akawaambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Nalimuona shetani ameanguka kutoka mbinguni kama umeme. Kwa nini amuone wakati ule? Kwa nini amuone na wakati tunaelezwa kwamba shetani amekwisha anguka? Na hapa ni habari za wale wanafunzi walivyoenda kuhubiri Injili, alivyowatuma kwenda sehemu mbalimbali kuhubiri Injili. Wakarudi wakamwambia, tumeona matendo makuu ya Mungu yakitokea. Naye akamwambia, na mimi nilimuona shetani anaanguka kama umeme. Kwa nini? Alianguka kama umeme kutoka kwenye zile nafasi alizokuwa amekaa za watu. Alikuwa amekalia maisha ya watu, alikuwa amekalia afya za watu, alikuwa amekalia uchumi wa watu, alikuwa amekalia ndoa za watu, alikuwa amekalia kazi za watu, alikuwa amekalia elimu ya watu. Kwa hiyo wale watumishi, wale wanafunzi wake walivyoenda kuhubiri Injili, walikaa kwenye nafasi zao na kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Wakamwangusha shetani kutoka kwenye zile nafasi alizokuwa ametawala na kumiliki za watu, na watu wakapokea uponyaji, watu wakafunguliwa, watu wakabarikiwa, watu wakainuliwa, watu wakaona kuongezeka na kuendelea, na wanafunzi wanaleta ushuhuda. Na tunajua kabisa hapa unaweza kusema shetani mbona alishaangukaga muda mrefu. Sawa, shetani alianguka kutoka mbinguni. Mbinguni nafasi yake ndo haipo, lakini kwenye ulimwengu wa roho yeye ndiye ana operate kwenye ulimwengu wa roho. Kama hujampokea Yesu Kristo, baada ya anguko lile, shetani alichukua miliki yote katika ulimwengu wa roho hapa duniani. Kwa maana yake ana uwezo wa kuzuia vitu visitokee na kutendeka hapa duniani. Lakini ukimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakupa uwezo. Tazama mstari wa 19 anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa hiyo ukimpata Yesu Kristo anakupa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na
nguvu zote za yule adui shetani. Manake unamuondoa shetani kwenye nafasi yako aliyokaa, kwenye nafasi yako ya kiuchumi, nafasi yako ya elimu, nafasi yako ya ndoa. Unamuondoa shetani, unakaa wewe. Ukishakaa wewe ndo unaanza kuoperate. Nini kitokee, nini kifanyike, unataka nini kwenye maisha yako kifanyike, unataka nini kwenye maisha yako kitendeke, unaanza kuoperate wewe. Rafiki yangu, unahitaji neema ya Mungu, nguvu ya Mungu kukusaidia kumuondoa shetani kwenye nafasi yako. Na ili uweze kuipata hiyo nguvu ya Mungu, unatakiwa uhakikishe umekaa kwenye nafasi yako na kuyafanya yote sasa na mapenzi ya Mungu. Ili uweze kukaa kwenye nafasi yako, unamhitaji Yesu Kristo akae ndani yako, akae kwenye maisha yako, ili akupe Roho Mtakatifu atakaye kuongoza kutenda yote sasa na mapenzi ya Mungu. Na kwa namna hiyo hiyo utaweza kumuondoa shetani kwenye nafasi aliyokaa na ukakaa wewe. Utaanza kuona mabadiliko kiuchumi, utaanza kuona mabadiliko kiafya, utaanza kuona mabadiliko kielimu, kifamilia, kiukoo. Na kuna wengine shetani amekaa kwenye nafasi za ukoo, hata anazuia watu kwenye ukoo wasiokoke, watu kwenye ukoo wasifanikiwe, watu kwenye ukoo wasiinuliwe, watu kwenye ukoo wasisome. Lakini wewe unao uwezo kufanyika lango la ndugu zako kuokolewa na kuponywa ukikaa kwenye nafasi yako na ukamangusha shetani kwenye eneo lenu la ukoo, ili uweze kuamuru vitu vitokee na kutendeka. Wewe rafiki yangu unayesema hakika sina huyu Yesu na ninamtaka huyu Yesu aingie ndani yangu, hakikisha naomba uombe na mimi maombi haya mafupi. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, kuanzia leo ninakubali kwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa, asante Yesu kwa kunisamehe, asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu wewe ambaye umenifuatisha maombi haya. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Hakikisha unamuomba Mungu, unamsihi Mungu akupe nguvu na uwezo wa kumuondoa shetani kwenye nafasi aliyokaa. Hata na wewe uliokoka muda mrefu unaona mambo yako yanasuasua, yanakwama, hakikisha unamsihi Mungu akupe nguvu na uwezo wa kumuondoa shetani kwenye nafasi aliyokaa, nafasi yako aliyokaa kwenye ulimwengu wa roho, na kuwazuia mambo yasitokee na kutendeka kwenye maisha yako. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya watu wako. Ninaomba nguvu yako na neema yako Bwana ikaingie Bwana ndani ya watu wako na kuwawezesha kufanya na kutenda mambo yote sasa na mapenzi yako Bwana, na ukawawezeshe Bwana na kuwapa nguvu za kumuondoa shetani kwenye nafasi alizokaa Bwana wangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ili waanze kuona mpenyo na mafanikio kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen.